Adonai, Jesus. Yahweh, wewe ni Mungu wa kweli. Adonai. Elohim, Hallelujah. Adonai, Yesu, tuabudu pamoja wimbo huo mahali popote ulipo. Yahweh, wewe ni Mungu wa kweli. Jehova, Elohim, Adonai, Yahweh, wewe ni Mungu wa kweli. Jehova, Elohim, Jesus, we thank you. Wewe ni Mungu wa kweli Adonai. Tumekuja mbele zako kwa sababu wewe unastahili ibada yetu. Mtakatifu na Mungu wa mbingu, Jehova Mungu wa milele, sifa zote upokea asubuhi ya leo. Ni kwa sababu yako tuko hapa.
Bwana wa majeshi, hatuko hapa kwa sababu yetu, tuko hapa kwa sababu yako, Mungu wa mbingu, kwa sababu Lord Almighty God, you created us for yourself. So Lord, receive, Almighty God, our adoration today. Receive our worship. Receive, King of glory, the service that we do, Almighty, for thy kingdom today. That your name will be glorified. Save people, heal people, and King of glory, make even the war that is in the world today to cease in the mighty name of Jesus. This war of coronavirus, let it cease in the mighty name of Jesus. We pray that it is defeated. It has no power. It has, Almighty God, no power against the humanity. Lord, we pray that, Lord, we are more than conquerors in this battle. Blessed be you and exalted be your name. Thank you for our leaders of this nation. Mighty God, from the President, Deputy President, and Almighty Father, all protocols, Almighty Father observed, I pray for them that, Lord Almighty, you be with them. God bless them all, wherever they are. Keep them, O Lord, in your perfect peace, and give them victory against the evil one. Blessed be you, King of glory, that, O God, we are well kept, Almighty Father, in your hands. Blessed be you for this great and successful day that you are with us, Lord. Mighty God, we ask of your presence and your blessing to go with us all through, even Almighty God, as we come to the end of this service. In Jesus' precious name, Lord, we pray and give thanks. Amen. Amen. To God be the glory, and we bless the name of the King of Kings again this day that he has made unto us. I bless God for every viewer. The Lord bless you for being there always with us. We really acknowledge your presence, that is being there with us in this online so through. May the King of Kings reward you in a great way. As I advised, or I said unto us that are watching, I pray that you do it, you share as a blessing to others, and the King of Kings will bless you. Today we are commanding our month of June for open doors, and I do believe that much will be delivered to us today about the open doors, because we need to go through open doors this June in the mighty name of Jesus Christ. Believe that God is with you in every way, and in all these troubles that have come onto the humanity, do not give up. Do not give up, because the Lord is still on the throne, and he is still the King, and he is reigning. So we really have to put our hope unto him, and have our faith lifted very high, because that way he will come for the rescue, for deliverance, for every kind of blessing that we have expected him to come to us. So the King of Kings be with you. Right away we are going to the scriptures to see how we can have our walk in this month of June on open doors, because without an open door, then it means it becomes hand
for us to usher the blessing of God, or to enjoy the blessing of God. Everything that comes into our lives, they come because they have doors to come in. They have doors to enter through. It is not possible to have something coming without an entrance, because Paul speaking said that we are daily opposed, we are daily crushed, but we are not crushed. We are killed every day, but we do not die. So opposition is there every day, but regardless of the opposition, remember what the Bible says, that the one that is on our side is greater than the one that is in the world. The devil and his agents are not greater than God, Jesus, Holy Spirit, and his angels that are on our side. On our side is a greater power. And so do we bless the name of the Lord, that even if we be opposed like what, we are the people that must win it, and win squarely for the glory and honor of our God, in Jesus' mighty name. So we've heard a lot on the doors. Let me shortly take us through the journey of scriptures. We begin with the book of Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 and verses 19. The Bible says, let me begin even from this question of our Lord Jesus Christ to his disciples. That is verse 15. The Bible says, He said unto them, but whom say ye that I am? After he questioned the crowd of whom they thought that he was. After he asked them whom the crowd or other people think that he was, he turned also unto them, the disciples themselves, and he asked them, but whom say ye that I am? Yourself, you disciples. Because you are the ones that are very close to me. Whom do you say that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Then verse 18 says, And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound on heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Hallelujah. And may the Lord bless his word. We give to God the glory for the short journey of the questioning. That Jesus was questioning
about whom he was. And all people or all the disciples answered in the manner that they knew him. But Peter came up with a deeper revelation of whom Jesus was. That he was the Christ of God, the anointed of God. Hallelujah. And this made Jesus to see this guy that was called Simon Bar-Jonah. You know, the name Simon is not really a very strong or powerful name. Simon, this name means the reed. And you know reeds that we have alongside the river or in a swamp. Reed is just a type of a grass that can be swayed by the wind to and fro. So it is not very strong to resist anything that comes its way. And so, because this guy had a name of a reed, and the Lord have enabled him, the Holy Spirit have revealed him to him. He has given him a revelation of whom Jesus was. When Jesus looked unto him, he saw that this man should not remain as Simon. And they called him Peter. Peter meaning the rock. Rock is something immovable, something that is strong against any hostility, any force that comes that way. And we have seen the instances of men that have come or that came one on one with the Lord, having their titles changed, their names changed. So our names are very, very important. The Lord regards these names. He is very careful with the names that we carry along with us. And he says to Simon, you are now Peter. Hallelujah. Simon cannot carry this kind, hallelujah, of a ministry. You are now Peter. And upon this rock of revelation, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. And they said to Peter another thing. To you, Peter, I will give to you the keys of the kingdom of heaven. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on the earth shall be loosed in heaven. This is very, very powerful. That Peter now, after he got a revelation of whom Jesus was, after he knew that Jesus was not a son of Mary and Joseph, after he discovered that Jesus was not just another prophet, because others said, oh, he is one of the prophets. You see? So Peter discovered that this is the anointed of God. He is on a mission here, because having the anointing of the Holy Spirit upon your life tells very well that you have a mission. Hallelujah. That shows that there is a mission that you have come, or you are carrying upon the earth. You have come over with a mission, and this mission must be accomplished. Hallelujah. And so Jesus declared to him that because I have seen your seriousness and the revelation that the Holy Spirit, the Almighty God has given to you, to such men like you, hallelujah, I give
the keys of the kingdom of heaven. Let me tell you, there is nothing important like having or being given the keys of the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is the kingdom that upholds all other kingdoms. There is no kingdom that can stand without the kingdom of God allowing it to stand. Listen to me. Even the kingdom of Satan today that is in operation on the earth, it is there because it has been allowed to be there. Amen. Its time will come to an end. And when it comes to an end, Satan will be arrested and he will be put where he is destined to be. And his kingdom will come to an end. The Bible says in a book of Daniel chapter 2 and verses 44, that in those days there shall arise another kingdom which shall be strong and more powerful than any other kingdom, and this kingdom shall have no end. This kingdom will never be ended, and this is not the kingdom of God. Hallelujah. Amen. So we are talking about the kingdom of God, and Peter is given the keys for the kingdom. You cannot be given keys if there were no doors in the kingdom. The kingdom of God has doors. It has gates. Hallelujah. It has also the two-leaved gates. And all these keys were delivered unto Peter. And you know, Peter operated in a very higher grace because of these keys. This man, God made him to really operate in higher realms of faith, great faith, and the great things and miracles took place in the days of Peter. Even his shadow could heal, raise the dead. Hallelujah. Do all manner of miracles, not even laying hands on people. Only a shadow did a lot. Why? This guy in the keys of the kingdom of God. He operated with the keys of the kingdom of God. And I pray in the name of Jesus Christ that this morning keys be delivered to us in the mighty name of Jesus. Because when we have keys, we have authority. Let me tell you, anyone that has a key has an authority over that, over anything that belongs to that key. If your car has a key, you are the one who has authority over that car. That car cannot be drove by anybody else. It is you. If you have not opened the doors of that car, it cannot be opened by anybody else. And what I'm saying, that a key is an all important is an all important thing. Hallelujah. That when you have a key, you have an authority over your house. You have an authority over that building. If you have a keys, you have keys for that apartment, and you will close the doors of that apartment. There is no one else who will be able to open that the doors of that apartment or the gates of that apartment. You know, every landlord in this country has the keys to the estate that he owns. That if the person that have hired that estate or that house is unable to pay the rent, you will find the owner coming with another padlock and with a key, and he will either shut the gates or shut the doors. So he has authority. Why? He has other keys that he can still close those doors and his property, and no one else will be able to access the property. So what I'm saying is that when the keys are given to us, we have the mandate, we have the authority, we have all it takes to shut and to open.
Hallelujah. We have the mandate to keep ourselves healthy. That if we unlock for our good health, we can still lock the doors behind our good health so that we will keep enjoying our good health. Hallelujah. We will keep enjoying our good health. That good health will not be interfered with by any other intrusion. There are intruders out there that will not want to see you enjoying that blessing. That blessing is good. Hallelujah. And that's what the scripture says, get in my people and shut doors behind you. Why? When we get in, we have the keys that we use to get in. And this is why Jesus is saying, Peter, to you, because I have seen that you need to extend my kingdom ahead. You are the person to father the affairs of the kingdom ahead. So what do I do? To you, Peter, I give to you the keys of the kingdom of God, the kingdom of heaven. I like this. Being given the keys of the kingdom of heaven, the kingdoms of this world will do no harm to your life. Why? The kingdom of heaven is more superior than the earthly kingdoms. So when we have the keys of the kingdom of heaven, the kingdom of heaven has everything for us, and everything against what is against us into this world. If you are sick, the kingdom of heaven has no sickness with it. It does not carry sickness. We have never heard that there are hospitals in heaven, that angels of God were sick one day and were admitted in a certain hospital in heaven. There is no sickness in heaven. There is no darkness in heaven. Hallelujah. That place that is called heaven is the best of the best places. And that's why the children of God, the sons and the daughters in the kingdom, the sons of God, are promised that after this life, they will enter into that place. They will go to heaven. The place where is the climax of all the goodies. If we have anything good, heaven is the climax of the good. It is the climax of the best. If we have best in this world, heaven has the best of the best. Hallelujah. It is where we have the climax of anything that is called best. And that's why after this life that we have received Jesus Christ, and we have received the kingdom of heaven here on earth, after we have faced all the hostilities that are here on earth, if eventually we will be ushered in heaven to be with our God, the place which I'm calling the perfect of any perfectness that we have ever had on this world. So what I'm saying here is that Peter is given the keys of the kingdom of heaven. And I am saying that this is not a kingdom like another kingdom. This is a superior kingdom. This is a superpower kingdom that can bring any other kingdom to an end. Daniel says that this kingdom breaks other kingdoms onto pieces. It breaks other kingdoms onto pieces. Oh my God, I would want to have the keys of this kind of a kingdom. And this is what God is delivering to us today, because we've also gotten the revelation of whom Jesus is.
that Jesus is the Son of God. He is the Christ of God. He is the anointed of God. He is the Lamb of God. Hallelujah. Oh, Shalabaganda. He is the first. He is the begotten, the first begotten of God. He is the firstborn of all that God has. Hallelujah. If we are born of God, as the sons by the blood of Jesus, Jesus is our elder son. He is his elder son. Hallelujah. He is the firstborn. And so we have the blessing. We have the keys. We have the keys through him. His blood have washed us. Amen. And we have been ushered into the kingdom of God. And this way, any blessing, if he did not withhold his only begotten son, Paul asked, will he not together with him give all blessings unto us? The key of the kingdom of heaven is one of the blessings. Amen. This is one of the blessings. That when I have the key of the kingdom of heaven, and he says, he talks of keys. Look at this. And I will give unto thee the keys. Amen. That means there are so many doors in the kingdom of heaven that we need to unlock. Hallelujah. I pray that in this month of June, you will walk through open doors. Because after this revelation, you will demand for your key. And not one key, but keys. In the mighty name of Jesus. That, oh Lord God, I pray that you give to me a bunch of keys. Hallelujah. A bunch of keys. So that every door in life that needs to open up for me, I will open it. I will open it. I will open it by my key. Every other door that needs another key, I have a bunch of keys. I will use that key to open that other door in the mighty name of Jesus. Yes, he prays and he commands. You know, the word of the Lord Jesus Christ is a command. It's a law. Amen. The Bible says in the book of Ecclesiastes chapter 8 and verses 4, that where the word of the king is, that there is power. There is power where the word of the king is. How? Jesus, the Bible says, is the King of Kings, the Lord of Lords. So when he said to Peter, Peter, unto you I will give the keys of the kingdom of heaven. That is a law. Amen. That word is power. It delivered unto Peter the keys of the kingdom of heaven. Today, Jesus said, as I have received, I have given it. Jesus is not a respecter of persons. He did it to Peter. He gave it to Peter. Today, he can give to me. He is giving to me. Hallelujah. Tomorrow, he is giving to somebody else. And after he has given to me today, at this hour, this very minute, he is given to anybody else. That he is enjoying the revelations of whom Jesus is. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus is a loving Savior. And to you I give the keys of the kingdom of heaven. I thank God that he did not say the kingdom of men. Because if it was the kingdom of men, then we could be limited. Very much limited. But this is the secret. That when it is given the keys of the kingdom of heaven, then it means you have now power to control any other kingdom, because the kingdom of heaven is above any other kingdom. It is above the earthly kingdoms. It is above even demonic kingdoms. Hallelujah. The devil's kingdom is under. It is inferior to the kingdom of heaven. I give to you the keys of the kingdom of heaven, and any door you shall unlock, it shall be unlocked for you here on earth and in heaven.
That tells you that the earthly kingdoms cannot stop your movement. When you begin to move, when you begin to go ahead, nothing will ever stop your going ahead. That whatever you lose on earth, it is loosed in heaven. Whatever you lose in heaven, it is loosed here on earth. I bless God for this. And I bless the name of God, of the Lord, that today the keys of the kingdom of heaven is delivered unto us. We are not going to operate like the children of men. We are going to operate like the sons and daughters of the kingdom of heaven. We are going to operate as the sons of God. Hallelujah. The sons of God are superior to the sons of men. That is my operation. I refuse to operate like any other. I refuse to sing a song of failure that is sung by any other. I refuse to confess defeat like anybody else who is confessing defeat. I refuse the projections of defeat, failure, as anybody else or like anybody else. Amen. As anybody else who is holding on to projections of failure. I hold on to what is positive, because my God is always positive. When he was looking unto Abraham, Paul says that Abraham, because of his faith in God, the faith of God that was in him, the Bible says he considered his already dead body, amen, as if it is already living, alive, that it can still receive the blessing of a child. Even the deadness of the womb of Sarah, that dead womb could get revived and receive a son, receive a child. Hallelujah. That is the faith of God. Anything that is dead, you consider it alive. That is the faith of God. And that is how I live. That is how I see things. I will never be afraid of a person who speaks otherwise. When I say that there is a possibility, and you say that I see the impossibility in this matter, I can walk with you, because I know you are not in line with the faith of God. God's kind of faith is a faith that sees even the dead things alive. Look at Jesus. This man Lazarus is dead for 4 days, but Jesus says Lazarus is alive. Amen. Lazarus is alive. I'm going to wake him up. That is the kind of faith of God that I'm talking about. Hallelujah. Our kingdom, where the Bible says we have been given keys. Amen. It tells you that it tells you, or it teaches you that you need to be very, very positive over anything that you face on the earth. That you have the keys. Hallelujah. If you carry this revelation with you, then it means you have a key towards any door, any gate that is shut ahead of you. Whatever that is needed, whatever that is not there in your life, it means it is only that the door is shut behind that thing that you don't have. Doesn't mean that
or the reason, let me say it like this and put it like this. The reason that you do not have does not mean that that thing is not there. The thing is there. The problem that you have is that your door is shut against that thing that you need. And that's why Paul prayed, asked the church to pray for him, that he will have an open door. Amen. To a certain city in a certain country, to preach the gospel, to have an open door. That means he had not an open door to that country. And that does not mean that people were not there and the gospel could not be preached there. The reason is that the door was shut against his mission to that country. So what I'm saying is that the reason that you do not have a car that you desire so much does not mean that that car is not there. The thing is, you need the key to open, to unlock that door that is shut against the blessing of your car. Amen. Hallelujah. What is it that is lacking in your life? What are these things missing out in your life? Whatever that is missing, name it, name them. Because what is missing is more than what you have today. I tell you the truth. What I do not have is more than what I have. So it tells me that I need to carry and operate the keys of the kingdom of heaven very positively. Work very positive in the affairs of life. Because in this life, the doors that have opened are fewer than the doors that are closed in our lives. There are places you want to go, but you can't. There are places that you, let me tell you the truth, if you are listening to me very carefully. The places you want to go, the places you desire, the things you desire to have are more than what you have today. That tells how much we are desperate for the keys of the kingdom of heaven. Hallelujah. I said, this shows how desperate we are for the keys of heaven. So if you are comfortable there, thinking that you have achieved anything, you have not achieved yet. Even Paul himself saying that I do not count myself as a one that have finished journey. Hallelujah. I have not yet apprehended, because there is something that he ain't. And he have not yet gotten that thing. It has not come or been received into his hands in his life. I pray in the name of Jesus Christ that contentment that you have in the very little that cannot even take your children to school is a great misconception. You need to be desperate for the keys of heaven. Where the Bible talks of contentment is not or does not mean that you live with what you have. That contentment is where we are not supposed to be. To be a people that feels that if I don't have this, I better die. Hallelujah. It is the contentment with the levels that God is taking you. Amen.
that if God has blessed you with a car today, it does not mean that he cannot hand another car or a land or a piece of land to you, or he cannot bless you to build a house. So I'm saying that you should not just feel that it is enough when there is more for you. He told the children of Israel that why are you settled here and contented in this place? Break the camp, because there is more land for you to possess. Break the camp and cross the river Jordan, because there is more. Because they arrived into a place and they said, oh Lord, you are Ebenezer. And so they settled at Ebenezer. Let me tell you, God can bring you to a place to see that he is Ebenezer. But that does not mean that is the end. Hallelujah. That is not the end. There is still a place. There is still more for you. Hallelujah. There is still more for you. So do not settle at less when there is more for you. Hallelujah. Amen. So let me remove this word contentment there, because contentment as a place, this word has its place. Amen. Hallelujah. It is where you settle. You settle for less. Amen. To be contented is right. You can be having much or little, but contentment is a law. Amen. Contentment is something that we need to have. When we have little or we have much, contentment is a must. But settling at what what is little when there is much, that is wrong. That is wrong. God has so much, and still God is creating things. Hallelujah. He created what he created, but he never settled only on that. He created human beings and gave to human beings that capability to continue to furthering the work of the creation. And when they further the work of creation, it is God at work, because human beings are the creations of, are created by himself. Human beings are the work of God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So I am saying that we must be desperate for the keys of the kingdom of God. That we will not settle at less. If you hand one key, hallelujah, amen, you need to be desperate for the second key and the third key. That every day you are fighting to see that all the keys for the blessings that are in the kingdom of God concerning your life are delivered to you. So that every door you need to unlock, you will unlock it with a lot of ease, to enjoy the blessings which are on the inside of that area. I know that God is very, very, very happy when we have these keys. He is very, very happy when we have these keys, because he is happy when we succeed in life. When we are prospering in every area of life, God is happy with that. Hallelujah. So pray that God would deliver to you the keys of the kingdom of heaven. There is no other blessing that is greater than this. That we have the keys of the kingdom of heaven. That whatever we unlock, it is unlocked. Whatever we shut, it is shut. Whatever we lose, it is loosed. Amen. Either here on earth and in heaven. So look around. Look around and see what you do not have. What you do not have tells that you do not have the key for that. And that's why you need the keys. You unlock that door.
in the mighty name of Jesus. Those doors need to open up for us. Any door, anything that we want tells us that there is a door there in the mighty name of Jesus. And you need the keys there. Peter, I give to you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you will lose here on earth, even the heaven will agree with the losing of that blessing. Hallelujah. That it will be loosed in heaven. That is, whatever you open here on earth, it will be opened for you in heaven. Whatever you unlock in heaven for you on earth, it will be unlocked for you here on earth. I pray for the doors of this worldly sector that we are begin to respond to you in the mighty name of Jesus Christ. Receive the keys. Receive the keys for your international doors in the mighty name of Jesus. Let the international doors begin to respond to you. Receive the keys for that. Receive keys. The keys for your business. Receive the keys for your promotion. Receive keys for your divine health. Receive keys, oh hallelujah, for the supernatural wealth in the mighty name of Jesus. Anything that we desire in this world, it has a key to unlock for the same. So I pray in the name of Jesus Christ that your greater desire will be, oh God, give me a key to this. Every time you come one on one with any closed door or anything that you desire, pray, oh God, give to me a key for this. And when he gives to you a key, the Bible says, what you will open, no one will be able to shut. And whatever you shut, no one will be able to open. Why? You are the one who is holding the key. You have the authority. You have power because you are the one that has the key. Amen. If I open for my prosperity, if I open for the supernatural wealth, there is no devil that will try to fight for my supernatural wealth. Hallelujah. Hallelujah. There is no one to stop you. Why? You have the key. You have the key. Whatever you unlock, the Bible says, no one else will be able to shut what you have unlocked for yourself. Why? You are the one that has the key. So I pray in the name of Jesus Christ that today you receive keys. You receive the keys of the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. Why? The kingdom of heaven has power that when you have the keys of the kingdom of heaven, you are unlocked for the supernatural wealth. That means you are operating within, amen, within the kingdom of heaven. Hallelujah. Or within the commands of the kingdom of heaven. That is, the kingdom of earth or the earthly kingdom or the demonic kingdom will not be able to operate against that blessing that you have unlocked for yourself. Why? It is emanating from the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is superior over other kingdoms. May you receive that blessing of the keys. Receive the blessing of the keys in the name of Jesus. What you need is what you need is the key. The keys to whatever you want in life. That is what is needed. And I pray that this is delivered to you. This is received in your life. This is received in your daily operations in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. You can go with me in the book of Acts. Let me show you something else in the book of Acts. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus.
the book of Acts, chapter 3. The Bible says in this book that now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with joy, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hallelujah. Hallelujah. This is another powerful, very powerful basis for what I'm talking about here. Now, the Bible says that Peter and John went up into the temple together to pray. And the Bible says it was the 9th hour of the day when they went up to the temple for prayer. Prayer is vital. Hallelujah. Because prayer will always bring you to the opportunities. Prayer will bring you to places where God wants you to be. And Peter and John finds a certain man that was lame from his mother's womb. Hallelujah. Wamempata huyu jamaa ambaye alikuwa kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Angalia kazi ya shetani. Shetani wakati anataka kuharibu milango yako, anaweza kuanza mbali sana. Ndio maandiko yanasema na sasa, now. Amen. Now Peter and John. This statement cannot change. Hallelujah. It is a present continuous. Now. Hallelujah. Now unto him that is able to do. Hallelujah. Mambo yale Mungu anataka kufanya, anasemanga sasa. Ya kwamba haya mambo hayakuwa ni ya wakati ule peke yake. Haya mambo ni ya mpaka sasa. Na ndio anaanza kusema sasa. Na mimi hapo ndio nataka kuleta huu ujumbe sasa. Sasa. Ya kwamba inawezekana. Milango yako inaweza kuwa wazi. Sio kesho, sio lini, sio kwamba ilifunguka wakati fulani ikafungana, sasa iwezekani tena. Unaambiwa sasa. Peter na Yohana wamekwenda hekaluni lisala maombi lisala saa 9. Na wamempata mtu ambaye zamani sana amefanywa kiwete tangu. Huyu alikuwa amepata kuwa mzee. Hakuwa mtu mchanga. By then amekuwa mzee, lakini maandiko inasema yeye alifanywa kuwa kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Shetani anaweza kujua
maisha yako ni nini iko mbele, akufungie mapema. Akamfanya kiwete, akazaliwa akiwa kiwete, na akaanza kubebwa akiwa kiwete. Wakati aliweza kuwa mtoto ambaye anajielewa, baada ya kupewa pale malezi na akawa mtu mzima, alianza kubebwa mpaka hekaluni, kwa sababu maisha yake sasa kujisaidia ni kuomba tu, awe mtu ombaomba. Lakini maajabu ni kwamba huyu mtu alipelekwa mahali. Mstari wa ngapi huu? Mstari wa 2 unasema, na watu walimbeba, ambaye walimuweka kila siku kwenye lango ama gate of the temple, which is called Beautiful. Hallelujah. Imagine huyu mtu kulingana na maisha yake, yeye alikuwa na lango, sio mlango, lango. Halikuwa ni mtu aliyebarikiwa na Mungu kiwango cha kuwa na gate. He had a gate size blessing in his life. Halikuwa na baraka kiwango cha gate, yaani ile lango kubwa. Gate, you know the gate? Gate ni lango kwa Kiswahili. Mlango is a door, lakini gate ni lango. Sasa huyu jamaa alikuwa yeye kutoka tumboni, wakati alipangwa kuzaliwa, alizaliwa akiwa na baraka ya lango, gate size blessing. Lakini shetani alipoona baraka yake ni ya lango, alimufanya kiwete akiwa tumboni mwa mama yake, na akazaliwa akiwa kiwete, akakuwa akiwa kiwete, na baada ya kukua basi alipelekwa kwenye lile lango. Lakini hilo lango angeweza kuingia, angeweza kupata baraka ya size ya lango, kwa sababu jamaa amefanywa kiwete ili asitoke na ile gate ya baraka. Maandiko yanasema the gate was called the beautiful gate. Just imagine, it was not just a gate, it was a beautiful gate. Lakini maandiko yanasema, na sasa natangaza kwa jina la Yesu, kama wewe ni mtu kama yule ambapo Mungu kabisa, your destiny, yani usoni mwako umepangiwa, uko na gate kama ile, lakini mpaka sasa wewe you are struggling, and you have a beautiful gate, you have a gate size blessing ahead of you, but you have never seen even a widow size blessing. Naomba katika jina la Yesu, Mungu akujalie siku ya leo uweze kupatana na malango yako, upate kupatana na mlango wako, uweze kupatana na kile ambacho kimekusudiwa maisha yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Maandiko yanasema ya kwamba Peter na Yohana walipofika kwenye hili lango liitwalo lango nzuri, walipofika kwenye gate ambayo inaitwa beautiful gate, wakampata jamaa amekaa pale, amepindanishwa na shetani. Mwili wake umekuwa na uwete mbaya, na yeye amefanywa omba, maskini wa kuomba. Mtu ako kwenye mlango wake uitao mlango mzuri, ama gate yake iitwayo gate nzuri, lakini jamaa yeye ni omba. This beautiful gate cannot deliver to him. Instead of him becoming a giver, he is asking to be helped. Bwana, mtu wa malango anapaswa kuwa ni mtu anapeana kila mahali, anasaidia watu wengi, anasomesha watoto ambao hata watoto si wake, ambao wameshindwa na elimu, analisha jamii ambazo zimekosa chakula. Mtu wa gate size blessing, huyu ni mtu wa kuwa na institutions, ni mtu ambaye anajenga mabiashara makubwa, lakini shetani anampunguza kiwango cha kuwa
muombaji maskini. Akaona Peter na Yohana wameingia, akawaangalia, nao wakamkazia macho, maana kuna kitu Peter aliona. Kumbuka Bwana Yesu alimwambia Peter, wewe Peter, nakupatia funguo za ufalme wa mbinguni, na chochote kile utafungua kitakuwa kimefunguliwa. Peter wakati anakazia huyu mtu macho wakiwa na Yohana, maandiko yanasema wakamkazia macho. Walikuwa anamkazia macho kwa nini? They were looking deep into the life of this man to see what God have reserved for him in this life. Na wakati walimwangalia kwa kumkazia macho, wakaona huyu mtu sio maskini wa kuombaomba. Huyu sio maskini wa kukaa kwenye malango kuombaomba. Huyu ni mtu ambaye anapaswa kufungua malango makubwa kwa maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Huyu ni mtu wa kufungua malango makubwa, baraka zake ziingie, sio mtu wa kuombaomba. Wakamkazia macho, wakamkazia macho, wakamwambia tutazame pia. Jamaa akatazama akiexpect kupewa kitu, maana alishangaa, hawa leo wamemwambia ututazame, hawa watakuwa hakika wamenibebea uzito wa kile nataka. Akiwa anatarajia kupewa fedha, wakamwambia silver and gold hatuna, lakini kile tuko nacho ndicho tunakupatia. These guys, Peter and John, waliona baraka kubwa katika maisha ya mtu. Waliona gift yake, maana jamaa hata akiwa kiwete bado anavutwa, anapelekwa kwenye ngiti inayoitwa Beautiful Gate. Hatusikii hapa kwa maandiko ya kwamba kwenye Beautiful Gate kulikuwa na maskini wengine wowote. The only guy that was taken to the Beautiful Gate is this guy. Kulikuwa na wengi walikuwa wanaomba kwa mahekalu na barabara na streets za mji, lakini this guy was taken to the Beautiful Gate. That tells me that my friend, maisha hayako vile unaona. Ukiwa umefinyika, ukiwa wewe ni mtu wa chini, ukiwa ni mtu ovyo, mimi ninaona magari yako kwa barabara, mabasi yanaenda mji fulani katika jina la Yesu. Kutoka mji ule huko ninaona magari yako ya transport ya kupeleka watu miji ya kirudi. Naona mtu ambaye umejenga apartment nyingi, bali na vile unaona ukiwa maskini. I can see much in your life. There is a lot. And Peter saw a lot in this guy, ya kwamba huyu mtu afai kuwa kiwete hapa, anahitaji nani? You have given to me, Lord, the keys of the kingdom of heaven. Hallelujah. To unlock for my blessing. Now this day is for this guy. Leo ni siku ya huyu mtu. Hakamwambia tutazame, fedha na dhahabu hatuna. Umeomba fedha na dhahabu siku nyingi. Sio fedha na dhahabu unahitaji. Unahitaji kifunguo ya mlango wako. Unahitaji kifunguo ya geti yako. Sio fedha na dhahabu unahitaji, maana zikikuja zitaisha. Kama una funguo yake, wewe ukizipata zitaisha. Lakini mtu aliye na kifunguo, sitakuja na ufungie ndani, sitakuja na ufungie ndani, na kufungulia na kupeana, na wewe ndivyo utaendelea kuongezeka. Wakamwambia fedha na dhahabu hatuna. Leo hii kile tuko nacho ndio tunakupatia. We have the keys of the kingdom of heaven. This is what we are going to give to you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The Bible says that Jesus is the door of the sheep. Jesus declared and said, I am the door of the sheep. What we have is what we give today.
to you. In the name of Jesus, rise up and walk. Peter earned the key to unlock for his divine health, for the healing of this man. This one I have as a blessing from the Lord. In the name of the Lord, in the name of Jesus, rise up and walk. He knew very well that he had the key to unlock for his health. To break every unhealthiness that have taken place over his life. Hallelujah. And he said, in the name of Jesus, rise up and walk. That is a key to the world of miracles, the world of divine health. Peter had that key, and he commanded the guy to rise up from, yani asimame kutokana na ule uwete wote alikuwa nao. Mtu amepindana pindana, but Peter, remember, he was given the keys of the kingdom of heaven. He could unlock for anything in this life. He unlocked for the healing of this guy, and this man stood on his feet. And when he stood on his feet, he began to jump and to rejoice and to run helter-skelter, glorifying the name of the Lord. Hallelujah. I want to tell you, it is only that I do not have time to demonstrate this. Amen. I will rise up and jump and show to you how this man entered into the temple. And the Bible says, the same beautiful gate that the dignitaries used to enter through. Woo, shalagada. Hey! Hakuingia kupitia milango ya watu wa kawaida. Haliwekwa kwenye beautiful gate. Hakuwekwa kwenye gates ambazo watu wa kawaida huingilia. Maana kuna milango ambayo inaitwa ya waheshimiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda katika mahali pa ukuu, areas ambazo watu wakubwa wanakaa, hawatumii mlango moja na watu wengine. Wana milango yao special ya kwamba huu ni mlango wa wakubwa. Wao wakubwa watatokea hapa, lakini wale watu wengine wote mko hapa, mutatoka na pande ile. Hata wakati occasion, big occasions zinapangwa, zinapopangwa, watu upangiwa malango ya kuingia kulingana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Watu upangiwa kulingana na vyeo vyao. Mahali popote occasion ikiwa kubwa, usikie imeattract ma presidents, imeattract wakuu wa nchi. Watu hawatumii malango moja. They don't use the same gate and same doors. Mutaambiwa gate hii ni marufuku kabisa kwa watu wa aina hii. Hata tukienda wakati mwingine kwa occasions zingine, kama hizi tunaita nini? Haleluya. Occasions zingine, aidha kuna kuhitimu kwa watu waliosoma. Haleluya. Hizo occasions, tukienda kwa hizo occasions, unakutanga malango imemakiwa. Wanasema malango haya ni ya dignitaries, haya ni ya kina nani, haya ni ya kina nani. Watu wanaingia kulingana na viwango vyao. Na sasa hekalu lile linaonekana lilikuwa kubwa sana, na hekalu hili la Jerusalem lilikuwa ni hekalu linaingia watu wakubwa, hata viongozi wa nchi. Kwa hivyo lilikuwa designed, malango haya yataingia kina nani, haya yataingilia kina nani. Angalia huyu mtu maskini, ujue kutoka maisha yake halikuwa design. Malango yake katika maisha ni malango ambayo yanaitwa beautiful. Kwa hivyo hakuenda abebo awekwe mahali maskini wengine waliwekwa, ama awekwe kwa milango ile inaingia watu wa kawaida. Aliwekwa milango ambayo inaingia, inapitia dignitaries,
inaingilia kina Peter, wahubiri wakubwa wa hekalu na mapresident wa nchi. Hapo ndiye aliwekwa kwenye hiyo hekalu, kwenye hiyo mlango. Malango haya, lango linaitwa lango nzuri. Ndio Peter, baada ya kuweka kifunguo cha uponyaji juu ya maisha yake, jamaa wete ukaondoka na akasimama, akaanza kurukaruka lile lango ambalo lilikuwa set for the dignitaries. Maandiko inasema hakarukaruka, haliingia na hilo lango. Halikuwa ni lango la watu wa kawaida, lakini huyu jamaa ambaye amepindana siku zote, kumbe huyu jamaa kiwango chake cha baraka ni lango linaloitwa Beautiful Gate, ni lango la watu waheshimiwa, lango la watu wakuu. Hakaingia kupitia hilo lango, hakaingia ndani ya hekalu. Watu wote wakamwona, wakashangaa, ameingilia kwenye lango nzuri. Na alikuwa ni mtu kiwete, alikuwa ni mtu ambaye sio wa viwango hizo, lakini watu hawakujua. Peter na Yohana walijua this guy ambaye anawekwa kwenye lango linaloitwa nzuri. He is a man who is a man of a size of a blessing that is called the beautiful gate size blessing. Akaingia na hilo lango, akarukaruka kwenye hekalu, akafurahia, akampa Bwana utukufu. Na kutoka siku hile hatujawahi sikia kwa maandiko ya kwamba ameonekana akiomba tena. Jamaa aliingia na mlango wake. Leo hii nataka nikuambie, kuna mlango wako, kuna lango lako, na kuna hata lango lile ambalo linafunguka kuwili kwa ajili ya maisha yako. Ninatangaza kwa jina la Yesu, ikiwa shetani ameleta confusion kwa maisha yako hivi kwamba you are so confused, haujui uende wapi, haujui ufanye nini, haujui uchukue lipi, haujui uende njia gani, natangaza hiyo confusion iondoke kwa maisha yako. Chochote kile shetani amefanya mpaka maisha yako haionekani ni muondoko gani yatachukua, ni njia gani yatachukua, ninalaani confusion yote. Na ninatangaza kutoka siku ya leo, Mungu anakupa akili timamu, anakupa hekima ya kiungu, ya kwamba kutoka sasa you will be able to discern which way and which path to take in life, because there is a gate size blessing. There is a beautiful gate for you. There is a wide gate for you, in the mighty name of Jesus. Maandiko nasema lango nzuri na lango kubwa limefunguka mbele zangu, limefunguliwa, lakini wengi ni maadui. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Huyu jamaa, mashetani walipojua mlango wake ni mpana mbele yake, wakahakikisha watamkalia mwili wake, wakamweka uwete katika jina la Bwana. Uwete wa aina yoyote ambao shetani ameleta juu ya maisha yako, ameleta juu ya chochote ambacho unapaswa kufurahia, ninatangaza uwete huo unakuondokea, ili uweze kupita kwenye malango yako, ili uweze kuingia na kutoka kupitia malango ambayo ni yako kwa maisha yako. Huyo adui ambaye ameleta confusion, hakaleta ugonjwa. Kila wakati unataka kuenda pahali ambapo ni mahali pa baraka yako, ndio unakuwa mgonjwa. Kila wakati unasema nimetoa kitu kanisani, ndio wewe unashambuliwa na magonjwa ya kila aina. Shetani anakuletea magonjwa. Wakati unatoa sadaka, hata ukijaribu kupeleka tithe, ndio unaona kumeinuka uadui wa magonjwa na kisirani kwa maisha yako. Let me tell you, hiyo ukiona hivyo, ujue ni kwa sababu malango yako ni makubwa. Keep doing it and keep doing it bila kuuliza maswali, kwa sababu wengi wamefanya kitu kama hiyo kanisani. Umeenda hata ukapatia, ukasaidia jirani, kumsaidia, unakaa ni kama ulisema vitu yako ianze kuharibika.
Shetani anakushambulia ndiye akuvunje moyo, usikie kama kutenda mazuri ni vibaya, usikie kama kutolea Mungu ni kitu mbaya, usikie kama kutumikia Mungu kuna kuletea shida, ili shetani akugandamishe ya kwamba hautaweza pita kwa malango ambayo yako designed for you. I declare in the name of Jesus Christ, whatever confusion, anything that stands in your way, between you and your open gates, between you and the gates, between you and the open doors for this month of June, I decree that confusion, that force of hell is right now nullified. It is destroyed in the mighty name of Jesus. I declare the move of God over your life. I command that the keys of the kingdom of heaven are given to your hands. Receive them and rejoice, because there is much that God is to deliver to you. Wengine wenu ni watu wa kusaidia the whole society, but there is a problem. You cannot even help your own house. Wewe ni mtu wa kusaidia jumuiya nzima, lakini malango yako yameharibiwa, ya kwamba hata familia yako, hiyo familia yako ya wewe mzee na mama na mtoto mmoja, umeshindwa na wao. Na tangaza katika jina la Yesu, kile kilifanywa kwa huyu mtu, najua ndicho shetani anafanyaga kwa watu wote. Ninaondoa confusion kwa maisha yako, ninaondoa magonjwa kwa maisha yako, ninaondoa uoga kwa maisha yako. Kuna wengine wamepewa tu kandugu wa shindano ya uoga, ya kwamba hawezi kuchukua hatua, hawezi kufanya anything that is called good, hawezi kuchukua hatua yoyote because you are fearing. Unaogopa matukio ya baadaye. Natangaza katika jina la Yesu, hatukupewa roho ya uoga, ila tulipewa roho ya nguvu na kiasi. Katika jina la Yesu, pokea, receive the spirit of power and self-control in the mighty name of Jesus, so that you will take steps towards your mark. Hallelujah. In the same way Peter and John, in the same way Peter and John did something. Hallelujah. In the same way Peter did something to John, Peter and John did something to that man, the lame man. That is what I do to you today. I am looking at you, and I am very, very positive about you. I'm very sure that God can lift you to many levels in this life. God can take you far in this life. Do not limit yourself. God is able to take you far. Only be positive about it. Wakati ule mtu aliambiwa simama, hakusema hapana, mimi nikiwete wacha niketi tu hapa. Alipoambiwa rise up, he took courage and rose up. What am I saying to you? Be positive at every declaration that I make towards you. Yani matangazo yote yale nafanya kwako wewe, kubali ni hivyo. Hata kama wewe ni maskini, hata kama unalala nje, ya kwamba hauna nyumba ya kulala na unanisikiza wewe, ninatangaza kwamba Mungu atakuinua. Wewe kuwa tu makini, pokea hiyo ujumbe na uamini vile ninavyosema. Kwa sababu yule kiwete ilibidi aamini. Alipoambiwa simama, hata kama hajawahi kusimama, alisema nisimame, basi wacha nisimame, na akasimama. Wanasema ya kwamba panapo nia pana njia. Where there is will, there is a way. Panapo nia pana njia. Kwa hivyo ukiwa na nia, when you have that will, ukiwa na nia ya kwamba nikikwambia wewe utatoka katika hiyo shida, na wewe nia hiyo ikuingie, usikie ya kwamba hakika vile mhubiri anasema nitatoka kwa hiyo shida. Ukiwa na hiyo nia, I tell you, one day like today tutasalimiana na wewe ukiniambia ni wewe uliniambia ya kwamba mimi sio maskini, na nikaamini, nikawa na hiyo nia, na sasa njia ndio hii, niko na mali ndio haya. Hata kama umekuwa mgonjwa miaka mingi kama ya yule kiwete ambaye aligonjeka na uwete tangu tumboni mwa mama yake, wewe hujagonjeka kitambo.
Aidha umegonjeka miaka 2 3 na unasema mimi nasikia kukata tamaa. Nataka nikwambie usikate tamaa. Niko na kifunguo cha uponyaji wa kiungu, na ninafungulia uponyaji juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Wewe ambaye unasikia afadhali nijiue mimi kwa sababu ninaona siwezi kutunza watoto hawa, na wewe ambaye mawazo yako ni mbaya, unaona hautaweza kulezi watoto, unafikiria uchukue watoto ukarushe kwa mto ama uwaue. Nataka nikwambie unaweza, na sio hao wako peke yako, hata wa majirani na wengine waongezwe. Wewe ukiona unawekwa hoga kama hiyo na shetani, wewe ni mtu yule ambaye unaweza kulisha hata jumuiya. Unaweza, haleluya, unaweza kusaidia hata watoto wa watu wengi wacha wako. Ndio shetani anakuweka shindano ya kuogopa mpaka unaua wako aliye mmoja. Unasikia hata wewe unjiue sababu unaona shida ile iko hapa. Let me tell you, kama wewe unaona shida hapa, unaona mambo yale yako, hiyo ni kusema unaona kama vile kiwete aliona. Amefunganwa, yani amefanywa kiwete wa kila namna, mpaka ako pale kwa mlango aoni vile anaweza ingia kwa ile mlango. Lakini siku moja alikutana na watu kama mimi vile nimekutana na wewe, na kutangazia katika jina la Yesu, hautakaa kwa hiyo confusion tena, hautakaa katika uwete tena, hautakata tamaa tena. Maana mimi nakuona wewe ni mhubiri mkubwa, wewe ni mtu mkubwa, wewe ni mtu wa ajabu, wewe ni tajiri mkubwa, wewe ni mtu na uwezo hata wa kusaidia watu wengi na kupeleka watu wengi wamjue Mungu katika jina la Bwana. Natangaza leo hii kifunguo cha kingdom ya mbinguni ambao niko nayo juu ya ufanishi wako. Nafungulia ufanishi wako katika jina la Bwana. Nafungulia ufanishi wako. Begin to give hugs and you will see what God will do to you. Hallelujah. Ninafungulia uponyaji wako na watoto wako kwa nyumba yako. Ninafungulia kuenea success ya kibiashara katika jina la Yesu. Ninafungulia kibali cha Mungu juu yako. Ninafungulia amani juu ya maisha yako. Ninafungulia baraka za kila aina kwa maisha yako katika jina la Yesu. Mwezi huu wa Juni, tembea kwa malango iliyofunguka. Tembea kwa malango iliyofunguka. Tembea, kibali cha Mungu kiko juu yako kwa njia kubwa. Enda ukaone matendo ya Bwana katika jina la Yesu. Mwezi mzima mpaka mwisho wake uone vile Mungu atakavyokuwa mwaminifu. Kama wewe una nia, umeingiwa na hiyo nia ya mambo haya nimetangaza juu yako, ujue baraka za Mungu zitakuwa tele juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Taona mambo makubwa. Amen. Hata kama umekuwa ukishindashindwa, wewe ambao uliokoka umekuwa ukishindashindwa na safari za wokovu, natangaza pokea kifunguo cha divine strength. Pokea kifunguo cha nguvu za kiungu kuweza safari ya wokovu. Hakuna kurudi nyuma tena. Amen. Katika jina la Bwana. Pokea nguvu mpya ya kwamba kile kimekuwa kikuchanganya, wewe ndio utakichanganya. Utakichanganya. Chochote kimekuwa kikuchanganya, utakichanganya. Kama watu wanakuletea pesa inakufanya uchanganyikiwe, wewe ndio utatokea na pesa. Pokea kifunguo ya kifedha ya kwamba fedha yako itachanganya fedha yao. Itafanya fedha yao ichanganyikiwe, kwa sababu wewe ni mali ya Mungu. Na kama wewe ni mali ya Mungu, Mungu amekupatia mali yake pia. Kwa jina la Yesu. Amen. Sasa hivi nataka niombe na wewe mtu ambaye hujaokoka. Zile declaration nimefanya ni mingi kwa wale ambao ni wengine. Mmepokea hayo yote ni kama maombi. Lakini wewe ambao hujaokoka, hujampokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, ni vigumu sana kupata baraka kama inaongea pasipo kumpokea Yesu kwanza. Hata huyu kiwete ilibidi ampokea Yesu kwanza. Aliambiwa kile tuko nacho ni Yesu tunakupatia, pokea kwanza. Alipopokea Yesu, basi akapokea uponyaji pia, na akapokea kuingia kwa mlango wake mzuri. Hauwezi kuingia malango haya yanaitwa malango mazuri ukiwa na kisirani ya kutookoka, kisirani ya kupenda shetani badala upende Mungu. Waacha kupenda shetani, hakuna kitu ako nacho. Waacha kupenda dunia sana kuliko Mungu. Dunia, unapenda dunia zaidi. Leo hii mpende Mungu kuliko dunia, kuliko mambo mengine.
nataka ufunge macho yako, useme maombi haya nyuma yako. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Leo hii ninakiri kwa kinywa changu, ninakupenda wewe. Nimekataa kupenda dunia kuliko Mungu. Bwana Yesu, nioshe kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani. Nitakase na mimi Bwana nimetakasika. Asante. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima na uniondoe kwenye kitabu cha mauti. Asante Bwana Yesu, maana kutoka sasa kwa maombi haya nimeomba, mimi nimeamini na nimeokoka. Kwa jina lako nimeomba na kuamini. Amen. God bless you. I pray for you in the name of Jesus. Mungu akulinde, Mungu akuzingire, upate ushindi dhidi ya maovu yote, dhidi ya mipango yote ya ibilisi, ya kwamba leo hii uende ukawe mtu ambaye atafaulu katika kila jambo kwa maisha. Katika jina la Yesu nimeomba kwa imani. Amen. God bless you, na Mungu awe pamoja na wewe na akutende makubwa. Umekuwa ukitazama, nashukuru Mungu kwamba umekuwa pamoja nami. Jehova akutende makubwa katika jina la Yesu. Mungu akikujalia kwa hiari yako, wewe unaweza kushare hiyo message ili kuwe kwa timeline yako na iwe baraka kwa jirani yako na watu wengine, wale ni marafiki zako kwenye timeline yako, wale uko nao. Mungu akutende makubwa, na hapo kuna nambari za simu ambazo utazitumia kutoa sadaka yako, kutoa fungu lako la 10 na kufanya mambo mengine yote ambayo unaweza kufanya ukiwa unataka kujitolea. Hata kama ni projects ni nini, hizo vitu zote, namba hizo mbili ziko hapo, sitakuserve kwa njia yote ambayo ungetaka kusaviwa kwa njia ya matoleo yako. Mungu akubariki na akutende makubwa. Na kwa sababu ni mwezi ambao tuna uamuru uende vile nimesema kwamba utatembea kwa malango iliyofunguka mwezi wa Juni. Na sasa ninataka nibariki communion, na ukiwa kwa nyumba yako, uenda wewe uko na kikombe ya chai, uko na juice hapo, tengeneza hiyo juice, tengeneza hiyo chai kidogo tu, kata hata kipande ya chapati ama kipande cha mkate ama biskuit unaotumia pale kwa nyumba. Na sasa nataka niibariki. Ninapobariki communion ile niko nayo hapa ya kuamrisha mwezi huu katika jina la Yesu. Kama umeshika kikombe pale nyumbani na mkate wowote ule umeshika pale, ninatangaza katika jina la Yesu ya kwamba kikombe hiki ambacho umeshika na mimi nimeshika ni damu ya Yesu, na mkate huu ni mwili wa Yesu, ya kwamba ukikula wewe utakuwa superior, kwa sababu mwili wa Yesu hauwezi kushindwa na mauti, hauwezi kushindwa na msalaba, hauwezi kushindwa na vita yote ambayo iko kinyume na yeye, lakini yeye ameshinda yote na akafufuka, na leo ako mkono wa Bwana, mkono wa Mungu wa kulia, wanatawala pamoja na Jehova. Amepewa mahali pa kukaa kule mbinguni, mbingu za juu, katika mkono wa kulia wa Jehova. Na hivyo ninatangaza kwa jina la Yesu, na wewe kwa sababu nimetangaza hivyo kwamba huu ni mwili na damu ya Yesu, sasa ninaubariki katika jina la Yesu na kutangaza, Jehova asante. Tunapokula kunywa kikombe hii na kula mwili huu, ni kwamba sasa tunakula mwili wako na kunywa damu yako, ya kwamba sisi ni washindi, ya kwamba chochote kimeshindana na sisi kimeshindwa. Malango yetu yamefunguka, milango itwao mizuri katika maisha yetu tutaipitia, tutapata baraka yetu. Mwezi wa Juni tutaona maajabu. Kwa jina la Yesu nimeomba kwa imani. Amen. God bless you. God bless you. Unaweza kula mkate sasa na pia kunywa kikombe hicho katika jina la Yesu. Natangaza mahali ulipo sasa, kama umefanya hivyo, wewe you are more than a conqueror. Amen. In Jesus name. Amen. Wewe ni zaidi ya mshindi. Yes. Pita kwenye malango. Amen. Yatakubali katika jina la Yesu. Amen. Kibali chako ni sasa.
Malango yaliyofunguka Juni, mwezi wa Juni ni yako, ni yako katika jina la Yesu. Utatembelea hapo kwa ushindi. Mahali ulikataliwa, hapo unakubalika. Mahali biashara yako inakataa, sasa inakubali. Mahali kibali chako wewe unakuwa rejected, sasa unakubalika na watu wote. Pokea hiyo baraka, ni yako. Mahali kumekuwa na vifo kila wakati kwa jamii yenu, kwa nyumba yako, hiyo vifo nimevikomesha. Nimevikomesha katika jina la Yesu. You are more than a conqueror. Pita kwenye malango yako makuu na tangaza yamefunguka usiku na mchana mbele yako. Pokea hiyo baraka, ni yako kupitia hamuri ya communion ile tumefanya kwa jina la Yesu. This is a covenant that is so powerful. Receive your blessing in Jesus mighty name I pray. Amen. God be with you. Bye bye. Tuonane tena siku ya Jumatano katika ibada ya katikati ya wiki. God bless you. Amen. Bye bye.